Tunamshukuru Mungu tena kwa neema na baraka zake ambazo anatujalia katika maisha yetu ya kila siku. Na kwa namna ya pekee tunamshukuru sana kwa siku hii ya leo, ikiwa ni siku yetu ya pili ya majiundo ya safari yetu ya Kwaresima, ambapo tunaendelea na semina tuliyoianza siku ya jana. Jana tuliangazia uhuru wa uchumi wa familia kiroho. Na siku ya leo Mungu ametupa neema pia ya kuendelea na kipengele kinachofuata. Na leo tutajifunza somo linalosema familia ambayo nafasi yake ya kiuchumi imechukuliwa. Familia ambayo nafasi yake ya kiuchumi imechukuliwa. Tutaangalia zaidi sana neno nafasi. Vita ya nafasi ilianza baada ya mwanadamu kuumbwa na kuwekwa kwenye bustani ya Edeni. Mungu anataka mwanadamu akae kwenye bustani ya Edeni. Shetani hataki mwanadamu akae kwenye bustani ya Edeni. Vita ya nafasi, mpaka leo mataifa makubwa duniani yanataka yaendelee kuwa kwenye nafasi ambazo yameendelea kuwepo. Vita ya nafasi, tunaangalia namna ambavyo watu wako tayari hata kuua kwa ajili ya kulinda nafasi zao. Vita ya nafasi ndo hata kama una rafiki yako kiasi gani, ukitaka kumtoa kwenye nafasi aliyopo, mnakosana maisha yenu yote. Vita ya nafasi, hata kama ni ndugu yako mliyetoka naye tumbo moja, akiona unataka kuchukua nafasi yake, yuko tayari kufanya lolote ili ile nafasi isiondoke. Vita ya nafasi ndio ilimuua Habili baada ya Kaini kuona kwamba sadaka yake haijapokelewa au sadaka yake haijapata nafasi machoni pa Mungu, bali sadaka ya Habili ndio imepata nafasi. Kile kitendo tu cha ndugu wa tumbo moja kuona kwamba sadaka ya mdogo wangu imekubaliwa, ya kwangu haijakubaliwa, kile kilitosha kaka mtu kuchukua jukumu la kumuua ndugu yake wa damu. Kwa nini alimuua? Kwa sababu ya nafasi. Ukifanya vizuri kazini, wafanya kazi wenzako wanaweza wakaenda kuroga ili utoke kwenye ile nafasi ya kufanya vizuri. Ukifanya vizuri kwenye biashara, wafanya biashara wenzako wanaweza wakafanya namna yoyote ile. Kwa nini? yuko kwenye nafasi nzuri. Hata ukiwa kwenye frame nzuri, mtu yuko tayari kupandisha dau utoke kwenye ile frame ili apate yeye nafasi kwenye ile frame. Kwenye siasa, kila mtu anataka awe wa kwanza. Kwenye uchumi, kila mtu anataka awe wa kwanza. Kwenye kusifiwa, kila mtu anataka awe wa kwanza. Kwa nini wa kwanza? Anatafuta nafasi. Tumsifu Yesu Kristo. Anatafuta nafasi. Tutasoma vifungu kama vitatu. Ninaomba nivitaje alafu andike. Cha kwanza tutasoma Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 28. Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 28. Kama unaandika, andika, kwa sababu vyote tutavisoma. Tutasoma Yeremia sura ya 2 mstari wa 21.
Yeremia sura ya 2 mstari wa 21. Alafu tasoma Injili ya Mathayo sura ya 13 mstari wa 24 na 25 na 36 na 38. Injili ya Mathayo. Injili ya Mathayo. Tunaanza kusoma kitabu cha Mwanzo. Ni vyema tukasoma kuanzia ule mstari wa 26 ili tupate maana nzima. Mwanzo sura ya 1 inasema hivi: Mungu akasema, na tufanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale. Hebu sema wakatawale. Wakatawale kwenye nini? Kwenye siasa, kwenye biashara, kwenye kazi, kwenye ndoa, kwenye wito. Wakatawale, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. Kwa mfano wake Mungu, kwa mfano wa Mungu alimuumba mwanamume na mwanamke aliwaumba. Mstari wa 28. Mungu akawabarikia. Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mzae kwenye nini? Mzae kwenye maadili, mzae kwenye nchi, mzae kwenye siasa, mzae mkaongezeke. Zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi kwa mema, kwa mazuri, kwa ibada, mkaijaze nchi na kuitisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Kwa hiyo kila mtu unayemwona leo, hata kama maisha yake hayaendi yasivyopenda, alipoumbwa au kwenye familia aliyozaliwa, ndani yake Mungu alitamka baraka, akawabarikia. Alafu neno lingine akasema wakatawale. Wakatawale. Kutawala ni kama kumiliki. Kutawala ni kama kuongoza. Nini ambacho kilitokea? Mwanadamu akatolewa kwenye nafasi ya utawala, akapelekwa kwenye nafasi ya kibarua. Ndio maana wanadamu wengi hawako kwenye nafasi zao za kiutawala, wako kwenye nafasi za vibarua. Unapoona umefikisha umri wa miaka 35 kwenda juu, hauna uwanja hata wa 20 kwa 20, kuna tatizo. Unapoona umefikisha umri wa kujitegemea, hauna malengo ya aina yoyote au ndoto za aina yoyote, kuna tatizo mahali. Unapoona nchi ya Tanzania ilivyo kubwa, lakini pamoja na ukubwa wake hauna hata kipande cha ardhi cha nchi hiyo ya Tanzania ambayo ina mapori na mapori, lakini wewe hauna hata kipande cha 20 kwa 20 kama umiliki wako halali wa ardhi, kuna tatizo mahali. Kwa nini huna utawala ndani yako? Maana yake ni nini? Nafasi ya utawala kwako haipo. Unapoona una miaka ya kutosha lakini hauna uchumi uliosimama, maana yake kuna tatizo mahali. Yaani wewe hauna utawala kwenye eneo lolote. Hauna utawala kwenye siasa, hauna utawala kwenye kazi, hauna utawala kwenye ndoa, hauna utawala kwenye uzao, hauna utawala kwenye tasnia ya aina yoyote.
kuna shida mahali. Kwa lugha nyepesi ni kwamba nafasi yako ya utawala imechukuliwa. Lakini nini kilitokea? Tusome Yeremia sura ya 2 ule mstari wa 21. Ile sura ya 2 ule mstari wa 21. Yeremia sura ya 2. Kuna kitu hapo ambacho Mungu anasikitika. Yeremia sura ya 2 mstari wa 21 inasema hivi, nami, huyo ni Mungu anasema, nami nalikuwa nimekupanda mzabibu mwema sana, umegeukaje basi? Umegeukaje basi kuwa mche usiofaa wa mzabibu mwitu machoni pangu? Mungu anauliza, anasema, nami nalikuwa nimekupanda. Mungu alikupanda kama mzabibu mwema sana. Anaposema alikupanda, alikupanda wapi? Alikupanda kwenye utawala, alikupanda kwenye umiliki, alikupanda kwenye afya, alikupanda kwenye maadili mazuri, alikupanda kwenye siasa. Sasa anauliza, umegeukaje basi kuwa mzabibu mwitu usiofaa? Maana yake ni kwamba ni kama mkulima alipanda mpunga, muda wa kuota alipoenda kuangalia mapela ndo yakawa yameota. Sasa anajiuliza, mimi nilipanda mpunga, nilitegemea mpunga ndo wote, lakini yameota mapera. Kuna familia ambazo Mungu alizipanda kwenye ukuu, lakini anapokuja kuchungulia kwenye zile familia, ule ukuu ambao Mungu aliupanda ndani ya hizo familia hauoni ule ukuu. Ndio maana anauliza, ule ukuu niliopanda ndani yenu mbona siuoni? Ni nani ameuchukua huo ukuu? Ni nani amechukua hiyo nafasi? Ni nani amechukua huo utajiri? Ni nani amechukua hiyo neema niliyoweka kwenye hiyo familia? Ni nani amechukua hicho kipaji nilichoweka kwenye hiyo familia? Ni nani amechukua? Jibu tunalipata kwenye Injili ya Mathayo, ile sura ya 14, sura ya 13 na ule mstari wa 24 ambapo tumesema hapo, na ndipo tutakapopata jibu lake linapatikana hapo. Mathayo, Injili ya Mathayo ile sura ya 13 ule mstari wa 24 na 25, alafu tutasoma na 36 na 38, ule mstari wa 36 na 38. Tunasoma, akawatolea mfano mwingine akisema, ufalme wa mbinguni umefanana na mtu aliyepanda mbegu njema katika konde lake, lakini watu walipolala. Walipolala nini kilitokea? Watu walipolala. Kumbe sio mmoja, ni watu. Watu walipolala, akaja adui yake, akapanda magugu katikati ya ngano, akaenda zake. Ni magugu gani yalipandwa? Ule mstari wa 36 na 38 mpaka 38 anasema, kisha Yesu akawaaga makutano, akaingia nyumbani. Wanafunzi wake wakamwendea wakasema, tufafanulie mfano wa magugu ya kondeni. Akajibu akasema, azipandaye zile mbegu njema ni mwana wa Adamu. Lile konde ni ulimwengu. Zile mbegu njema ni wana wa ufalme, na yale magugu ni wana wa yule mwovu.
Yule adui aliyepanda ni Ibilisi. Tumsifu Yesu Kristo. Yule adui aliyepanda ni Ibilisi. Maana yake ni kwamba kila familia ambayo Mungu aliiumba aliipanda kwenye konde zuri sana. Baada ya kuipanda, ile familia ikalala. Ilipolala, akaja adui akapanda magugu. Do you know kwamba Shetani anaweza akaona ulichobeba, au anaweza akajua ulichokibeba kabla hata wazazi wako kujua ulichokibeba, au wewe mwenyewe kujua ulichokibeba. Nitawapa mfano. Sara, mke wa Ibrahimu, wanaposafiri kwa sababu ya njaa, wanapoenda nchi ya Misri, wanapofika nchi ya Misri, Farao anapata taarifa kwamba Sara na Ibrahimu wameingia kwenye ile nchi ya Misri. Muda huo Sara akiwa na miaka 74. Watu wanampelekea taarifa Farao kwamba kwenye huu mji kuna mwanamke ameingia, mwanamke anayefaa sana. Wakapeleka taarifa za Sara za kuvutia kwa Farao. Wanamuuliza Ibrahimu kwamba huyu ni nani. Ibrahimu kwa sababu ya kuhofia uhai wake akasema huyu ni dada yangu. Kwa hiyo ikawa rahisi Farao kumwagiza yule Sara kumchukua awe kama mke wake. Sasa unajiuliza, mwanamke wa miaka 74 unataka kumwoa kwa nini? Alichokuwa anatafuta Farao sio uzuri wa Sara. Alichokuwa anatafuta Farao ni ile neema ambayo Sara alikuwa ameibeba kwenye tumbo lake. Kwa nini? Sara alikuwa amebeba watoto wa kiagano kwenye tumbo lake. Na angalia siku ambayo Farao anataka kutoka naye kimapenzi, usiku huo Mungu anamtokea Farao kwenye ndoto. Anamwambia, ukitoka na huyu mwanamke na kuua. Kwa nini anamwambia? Anajua kabisa Farao akiingia akihusiana na Sara, kile kizazi kilicho kwenye tumbo la Sara, kile kizazi cha kiagano, kitakuwa kimepoteza nafasi yake. Na ndicho ambacho Shetani alikuwa anakitaka. Anajua kabisa huyu akitoka na Farao tu, nafasi ya hawa watoto walio kwenye hili tumbo la Sara, nafasi yao itakuwa imechukuliwa. Mungu akampiga stop Farao, akamwambia huyu hauwezi ukatoka naye. Biblia inasema Farao hakumgusa. Asubuhi yake akamuita Ibrahimu, anamuuliza, kwa nini ulidanganya? Mbona uliniambia kwamba huyu ni mdogo wako, lakini kumbe ni mke wako? Nini? Farao alikuwa ameshaona kile ambacho kilikuwa kwenye tumbo la Sara, kwamba huyu mwanamke amebeba kizazi ambacho ndani yake ni kizazi chenye ukuu, au huyu mwanamke ana nyota ambapo nikitoka naye hii nyota inaweza ikanisaidia kuwa na nguvu kwenye utawala wangu. Mungu akamwambia stop, siwezi nikaruhusu mtu mwingine akakuingilia. Kwa nini? Alikuwa ameona sana. Ulipokuwa na umri mdogo, haukuwahi kujua kwamba utakuwa wewe ulivyo leo.
na hata wazazi wako hawakuwahi kujua kwamba labda leo utakuwa hivyo ulivyo leo, lakini Mungu alikuwa anajua, na shetani pia alikuwa anajua. Ndio maana watoto wengine wamekutana na vita toka mimba zao zilipotungwa, kutokana na ule ukuu ambao Mungu ameweka ndani yao. Vita 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 mpaka leo wanaendelea kukutana navyo. Na kuna wengine nafasi zao zilipotezwa mapema kabla hawajajua kwamba wao watakuja wawe watu aina gani hapo baadaye. Kwa hiyo ni kama wakauza uzaliwa wao wa kwanza, kama ambavyo Esau aliuza nafasi yake, kwa sababu hakuwa anajua thamani ya nafasi ya uzaliwa wa kwanza. Akauza nafasi yake kwa demu, kwa sababu ya njaa tu akauza nafasi yake. Na ndio maana familia nyingi sasa zimeuza nafasi yao bila wao kujua. Kwa hiyo kiroho, shetani anaweza akatoa familia kwenye nafasi ya mafanikio. Yaani ilikuwa kwamba hii familia iwe na watu ambao ni wafanyabiashara, wafanyakazi, pengine wakurugenzi, watu wanaojielewa. Lakini shetani baada ya kujua kabisa kwamba kwenye hii familia yamezaliwa majiant, anawatoa kwenye ile nafasi ya ukuu, anawapeleka kwenye nafasi ya udogo. Ndio maana leo utakuta kuna familia ambayo kuanzia mtoto wa kwanza mpaka mtoto wa mwisho ni maskini wote. Kwa lugha nyingine ni kwamba wametolewa kwenye nafasi ya kufanikiwa kiuchumi, wametolewa kwenye Edeni yao. Lakini bila wao kujua kwamba tumetolewa kwenye nafasi zetu, wanatolewa kama familia. Kama vile ambavyo shetani alikuwa na fight kumtoa Adamu kwenye bustani ya Edeni, ndo nafasi hiyo hiyo ambayo anaiendeleza mpaka leo. Yaani vita ile ile ambayo shetani alianzisha kwa Adamu, mpaka leo vita hiyo hiyo anaiendeleza. Anaiendeleza kwa kuwatoa watu kwenye nafasi zao. Anaiendelea kwa kutoa watu na familia zao kwenye nafasi zao. Kwamba hii familia akipiga jicho anaona kabisa ndani ya hii familia kuna neema. Sasa kabla hawajajitambua au kabla hawajajua kwamba kwenye hii familia yao kuna neema, tuwatoe. Kwa hiyo unajikuta mmetolewa. Na kumbuka, kutolewa kwenye nafasi ni kutolewa kwenye mfumo. Kutolewa kwenye nafasi ni kama kufukuzwa kazi. Ulikuwa mfanyakazi ukafukuzwa kazi. Ulipokuwa mfanyakazi ulikuwa unalipwa mshahara. Baada ya kufukuzwa haulipwi mshahara. Kwa hiyo shetani anachokifanya ni kwamba anazitoa familia kwenye neema, anazipeleka kwenye mateso. Anachokifanya ni nini? Ni kuwatoa tu kwenye nafasi. Kwa madereva mlioko hapa, anayetokea mjini sasa hivi anatembelea upande wa huku, anayetokea huku kwenda mjini anatembelea upande wa kule. Huyu anayetokea mjini akitembelea upande wa kule atasababisha ajali. Kwa nini? Ametoka kwenye nafasi. Cheki maisha yako, umetolewa kwenye nafasi au haujatolewa kwenye nafasi? Cheki familia yako kiroho, upande wa uchumi, imetolewa kwenye nafasi au haijatolewa kwenye nafasi?
Ukiangalia maisha ya ndugu zako na ukiangalia maisha ya kwako, utajua kama mko kwenye nafasi ya uchumi kiroho au hamko kwenye nafasi ya uchumi kiroho. Mmetolewa kwenye Edeni au bado? Angalia tu Adamu baada ya kutolewa kwenye bustani ya Edeni, maisha yake yalikuwa ya dhiki mpaka anakufa. Maana yake ni kwamba kiroho, familia ikitolewa kwenye nafasi yake, hiyo familia itapata mateso mpaka apatikane mtu atakayeirudisha ile familia kwenye Edeni. Unatolewa nafasi yako, anawekwa mtu mwingine. Hizi principle unazoona tunakizitumia kwenye taasisi, kwenye serikali, ndizo principle hizo kwenye ulimwengu wa kiroho zinatumika. Kuna mfanyabiashara mmoja alikuwa ameagiza bidhaa zake China, hizi spare za pikipiki za zaidi ya bilioni 3 ameagiza. Ilipokaribia kufika bandarini, wiki 2 kabla mzigo wake haujafika, alilala akaota ndoto. Alipoota ndoto, kwenye ndoto aliona nyoka mweupe anamng'ata. Akashtuka kutoka kwenye ndoto. Baada ya pale, ni mfanyabiashara mkubwa, mambo yake yakaanza kusheki. Vitu haviendi. Unajua cha kushangaza, mzigo wake unafika bandarini, anaambiwa apeleke nyaraka za kuupokelea mzigo. Anatafuta nyaraka alipokuwa ameziweka, hazioni. Tafuta, haoni. Serikali kamwambia huu ni hujumu uchumi. Kwa hiyo kama hauna nyaraka zozote zinazothibitisha kwamba huu mzigo ni wa kwako, tunautaifisha. B3 na sio za kwake, alikuwa amekopa zingine. Angalia, umekomba pesa, mzigo wote huo umeagiza mzigo wa bilioni 3, huku umebaki mweupe. Unasubiri kwamba huo mzigo ufike sasa ndio uanze kuusambaza mikoani. Alafu mzigo unafika, unatafuta nyaraka ambazo ulikuwa umetumia kuziagiza, namna umelipa kodi na vitu gani, hivyo unatafuta, haupati. Mzigo akaambiwa hata ulie machozi ya damu, kwanza sisi ndo tunatakiwa kukuchukulia hatua. Unaagizaje vitu kinyemela? Alikuwa anajenga ghorofa lake maeneo ya Goba. Imebidi aliuze kulipa mkopo benki. Alikuwa na nyumba ya wapangaji Kimara, bidi alipe, auze, alipe benki. Nyumba aliyokuwa anaishi
imebidi na yenyewe auze, alipe mkopo benki, walau anasema nipate tu ile amani ya rohoni. Mimi na mke wangu na watoto tutatafuta mahali pa kujistiri. Angalia mtu aliyekuwa amefika hiyo level, ametolewa kwenye hiyo nafasi. Ndio maana jana niliwaambia hivi, ikiwa unatoka kwenye familia ambayo ndugu zako hawajatoboa kiuchumi, ujue kwamba hata wewe kutoboa kwako kiuchumi itakuwa ngumu sana. Kwa nini? Wewe una vinasaba vya wale watu ambao hawajatoboa kiuchumi. Ni muhimu sana kuwaombea na wao wainuke kiuchumi. Kwa nini? Kuna kawaida ya kwamba asili inavuta asili. Anatoka kwenye familia ambayo kiroho imetolewa kwenye nafasi ya kufanikiwa kiuchumi, na kweli anasema ndugu zake hakuna anayemiliki pengine hata milioni 50. Wote amekuwa akiwapa mtaji, wanaishia kuharibu, mpaka ikafika mahala na yeye akachoka. Anataka inuke, ndio, lakini kiroho familia ilishatolewa kwenye nafasi yake. Wako kwenye reli ya umaskini. Sasa ni kama umetoka kwenye nafasi yako, ni rahisi kushambuliwa. Kwa nini? Unapotoka kwenye nafasi ni kama umeondolewa kinga. Tumsifu Yesu Kristo. Rais anayetoka madarakani, yule mlinzi aliyekuwa anamlinda akiwa amevaa nembo ya taifa na vitu gani, yule mlinzi anahama, anaenda kwa rais aliyeko madarakani. Ulinzi wa rais aliyeko madarakani hauwezi ukaulinganisha na ulinzi wa rais aliyestaafu. Unaelewa sasa? Huyu ulinzi wake ni mkubwa, huyu ulinzi wake umepungua. Kwa nini? Huyu ametoka kwenye ile nafasi, huyu yuko kwenye nafasi. Kwa hiyo unapotoka kwenye bustani ya Edeni, ulinzi wako kiroho umepungua. Hauwezi kumlinganisha mtu ambaye yuko kwenye bustani ya Eden. Yeye ana security, ana ulinzi wa kutosha kuliko wewe ambaye uko nje ya ulinzi. Mtu mwenye anayefanya kazi serikalini au kwenye mashirika, taasisi binafsi hizi zilizoendelea, ana bima. Akiugua atapata msaada. Mtu ambaye hafanyi kazi mahali popote na hana bima, huyo hata kinga yake ni ndogo, itabidi azame mfukoni. Lakini huyu mwenye bima, hii bima itamsaidia. Kwa nini? Huyu yuko kwenye kanafasi kanakomsaidia, lakini huyu mwingine hayuko kwenye nafasi yoyote inayomsapoti. Uchumi una sura mbili. Una sura ya kiroho na sura ya kimwili. Sura ya kiroho ndio ina nguvu kubwa kuliko sura ya kimwili. Ndio maana unakuta mtu anafungua kampuni au duka, anaenda kuzindika au anachimbia vitu ndani. Kwa nini? Anataka awe kwenye mfumo. Mimi sijui mtu akikuuliza kwamba kwa nini unatoa sadaka au zaka, sijui utamjibu nini. Naweza kumjibu tu natoa kama shukrani kwa Mungu na vitu gani na vitu gani na vitu gani, hivyo ukaishia hapo. Lakini hiyo huwa ina maana kubwa zaidi, pengine hata usioijua wewe. Angalia kama familia yako imetolewa kwenye nafasi ya uchumi kiroho.
Ukiwa nje ya mfumo, hauna ulinzi wa kutosha. Na ndio maana ukitaka Marekani ikuue leo, jaribu kuishusha dola yake. Itakuua muda mfupi. Kwa nini? Inaona unataka kuitoa kwenye nafasi. Anza kutia nia sasa hili jimbo. Si Anthony Mavunde yupo, anza kutia. Hata kama mlikuwa marafiki, mnakosana, anaona unataka kumtoa kwenye nafasi. Toa taarifa hapa, uende sasa kwa rais, umwambie mkuu wa mkoa hapa afanye kazi vizuri. Rais ampigie simu, amwambie mkuu wa mkoa, nimesikia ufanye kazi vizuri na kuna mtu fulani ameniambia kwamba haufanyi kazi vizuri. Alafu huyo mkuu wa mkoa akujue. Unaweza ukafuata usiku na vya moto. Usiende mbali, bosi wako kazini. Jaribu kuchukua ile nafasi ya bosi wako kazini, uone. Jaribu uone kitakachofuatia hapo. Nini? Nafasi. Na ndio maana Mungu anapokupa nafasi ya aina yoyote, ilinde hiyo nafasi kwa wivu mkubwa sana. Mungu anapokupa nafasi ya kiuchumi, linda hiyo nafasi yako kwa wivu mkubwa sana. Mungu anapokupa nafasi ya kuwa kiongozi, linda hiyo nafasi yako ya uongozi kwa wivu mkubwa sana. Mungu anapokupa nafasi ya kupata kazi, hiyo kazi unapoipata, ilinde. Bahati mbaya kuna watu ambao tukishapata kazi tunasahau kulinda zile kazi zetu kwa sala, maombi na sadaka. Wafanyakazi mlioko hapa na wafanyabiashara mlioko hapa, nianze na wafanyakazi. Do you know kwamba kiti kinatolewa sadaka? Do you know kwamba nafasi ulioipata unatakiwa kuitolea sadaka? Do you know kwamba nafasi ya kiuchumi ulionayo leo unatakiwa kuilinda? Hivi mnafikiri kwa nini mtu akiteuliwa kuwa mkurugenzi au mkuu wa mkoa au mkuu wa wilaya au mkuu wa idara fulani, cha kwanza kabisa, break ya kwanza kabisa, anaenda kwa mganga wa kienyeji? Mnafikiri anaenda kufanya nini? Mnafikiri kwa nini mtu akipata uteuzi fulani pengine anaenda kumshukuru Mungu kwa kutoa sadaka? Mwingine anaweza akawa anaenda lakini akawa hajui ile nafasi alionayo. Na ngoja nikwambie, mtu yeyote unayemwona leo kama ni mfanyabiashara ambaye amefilisika, kabla hajafilisika kimwili, anafilisiwa kwanza kiroho. Mtu yeyote kabla hajafukuzwa kazini kimwili, huwa anafukuzwa kwanza kazini kiroho. Vitu vyote huwa vinaanzia mwilini, rohoni. Mwilini ni matokeo tu, lakini kila kitu huwa kinamalizwa rohoni. Hata mchawi anaroga kwa ulimwengu wa giza, harogi mwilini tu, anakumaliza kwanza kiroho.
alafu matokeo yanaonekana kimwili. Kwa nini tunakomunika? Kulisha mwili wa rohoni, kuilisha roho. Wewe ukimaliza siku 3 haujala, unajisikiaje? Maumivu yale ya mwili unayoyafeel, hata roho ni hivyo hivyo. Nafasi ulionayo ilinde sana. Kuna watu tuko nje ya mfumo, tumetolewa kabisa. Kiuchumi tuko nje ya mfumo, kiajira tuko nje ya mfumo, kimahusiano tuko nje ya mfumo, kimalengo tuko nje ya mfumo. Ndio maana sasa ukishatolewa nje ya mfumo, nini kinachofuata? Roho ya kutangatanga. Hujawahi kumwona mtu ndani ya mwaka mmoja anafanya biashara 3, yani anabadilisha biashara 3 tofauti. Anaanza hii ya mitumba, anaona hailipi, anaingia hii, anaona hailipi, anaenda hii, anaona hailipi. Mwingine kwa mwaka anaweza akawa kwenye mahusiano zaidi ya mahusiano 4. Toka hapa anaenda hapa, toka hapa anaenda hapa, toka hapa anaenda hapa. Kwa nini? Watu wengi tuko nje ya mfumo. Mfumo upi? Mfumo wa kufanikiwa kiuchumi, kielimu, kikazi na kwa kila kitu. Ikiwa familia yako imetolewa kwenye mfumo wa kiuchumi, kiroho, ujue haijatolewa familia yako peke yako, na wewe umetolewa. Yaani kama familia yako iko nje ya mfumo wa kiuchumi, kiroho, hata wewe uko nje ya mfumo wa kiuchumi, kiroho. Ndio maana kuna baadhi ya watu tukipata vijisenti tunajisahau. Hata huyu rafiki yangu ambaye amepata hii loss ya milioni 3, tena ni zaidi, ameuza ghorofa lake alilokuwa anajenga, ameuza nyumba aliyokuwa amepangisha, ameuza nyumba aliyokuwa analala na watoto wake. Hebu fikiri, watoto wako walikuwa wakikuona unarudi nyumbani na gari. Fikiri walikuwa wana uhuru wa kucheza mle ndani kwa sababu ni nyumba yao. Alafu leo ghafla mnaenda kukimbizana na mama mwenye nyumba au baba mwenye nyumba kulipa kodi. Fikiri unawahamisha watoto wako walikuwa wanasoma shule nzuri, unawahamisha, unawapeleka kwenye mazingira mengine. Kwa nini? Umetolewa nje ya mfumo. Lakini sangine mtu anaweza akakwambia kwamba haya mambo ni mambo ya kiroho. Unaweza ukafikiri kwamba ni vitu vya kusadikika, lakini si vya kusadikika, ndio uhalisia ulivyo. Ndio uhalisia ulivyo. Kuna mtu anasema nikifika kweli bilioni 3 nitafirisika. Ndani ya sekunde moja unaweza ukafirisika, kile kitu kikaharibika na ukasahauliwa. Siku hizi nafikiri mtakuwa mmeona, nyie mnaopitia mitandao ya kijamii, mtakuwa mmeona
Siku hizi kuna ushirikina mpya umezuka, unaitwa jicho la tatu, namna ya kupata pesa kwa jicho la tatu. Nafikiri mnaona sasa hivi vijana wanatambiana mitandaoni kwamba pesa 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 pesa. Kuna mmoja nikawa namsikiliza anambia kwa wiki lazima nichinje ng'ombe 10 kulinda kafara yangu. Sio kulinda kafara yako, kulinda nafasi. Nafasi inalindwa. Kwa nini rais ana walinzi? Rais sio mtu, ni taasisi. Kwa walinzi wale wanalinda ile taasisi. Akishakaa pale ni taasisi tayari. Wewe unalindaje kazi yako? Unalindaje biashara yako? Unalindaje uzao wako? Unalindaje ndoto zako? Mimi hilo ni zoezi nakupa leo, ukakague kwenye familia ya kwako. Umetolewa kwenye nafasi au hamjatolewa? Na ikiwa umetolewa, lazima ufanye juhudi za kuirudisha hiyo familia yako kwenye nafasi yake. Na kama hautaweza, basi inabidi utengeneze mfumo wako mpya wa kulinda kile utakachokuwa unakipata. Jana nikwambia mimi kwenye familia yangu nayotoka, kuanzia wa kwanza mpaka anayefuata walilichengesha. Unashangana mimi kila nikitafuta naanguka, kila nikianzisha mradi wa biashara naanguka, mpaka unafika mahali unasema na mkosi gani mimi? Lakini Mungu akaniambia, angalia hali ya kiroho ya kiuchumi ya familia yako ikoje, alafu ndo urudi kwangu. Hali ya uchumi ya familia yako, ikiwa familia yako imetolewa kwenye nafasi kiuchumi, ujue kwamba hawa wana familia tayari wamekuwa vibarua. Na mkishatolewa kwenye nafasi yenu kiuchumi kama familia, tayari ninyi mnageuka kuwa vibarua. Mnatoka kuwa wafalme, mnageuka kuwa vibarua. Na angalia siku hizi watu wengi tunatafuta hela ya kula. Hela ya kula tu ndio inamwanzisha mtu. Hatutafuti hela za kuwekeza, hela za malengo ya kesho. Tunatafuta tu hela za kula. Kwamba nikipata tu hela ya kula, pengine na watoto waende shule, na hela ya kulipa kodi, basi siku ziende. Saa ingine kuna watu wanatoa sadaka sio kwa sababu ni vipi, ni kwa sababu wanalinda nafasi zao. Hujui anapotoa hiyo sadaka ananuia nini? Kwamba Mungu, ninaomba kupitia hii sadaka ninayotoa, hata leo nikifa, watoto wangu wasije wakawakiwa jua la manyanyaso, wawakiwe jua la haki. Sengine kwa macho ya nje utaona huyu baba ana roho nzuri, huyu mama ana roho nzuri, sawa na roho nzuri, lakini kuna sadaka zingine ni za kimaelekezo. Kwamba nafanya hili kwa ajili ya jambo hili. Leo ameondoka yule mzee, lakini angalia taasisi zake zinafanya kazi kama vile yupo, zinaendelea kuajiri, zinaendelea kushika nafasi ile ile zilizokuwa zikishika akiwepo hapa. Kwa nini? Alitengeneza mfumo. Utajiri hauji kwa bahati mbaya. Umaskini hauji kwa bahati mbaya pia, kwa sababu hakuna anayepanga awe maskini.
lakini maisha yanaweza yakampanga huyo mtu akawa maskini, au mfumo aliotoka unaweza ukasababisha huyo mtu akawa maskini. Na utajiri vivyo hivyo hauji kwa bahati mbaya. Utajiri unatengenezwa. Utajiri unalindwa. Kama unaweza ukalinda utajiri wako, linda na nafasi ya kwako unayokuwa umeipata. Unajua kinachompa mtu utajiri ni nini? Ni nafasi. Nafasi. Amekutana na fursa, hiyo fursa akaitumia kama nafasi, na hiyo fursa ikamtoa. Kwa bahati mbaya, familia nyingi ambazo tumetoka hatukufundishwa au hatukupewa mifumo ya kuwa wamiliki au watawala, na hiyo kasumba mpaka leo inaendelea. Angalia, hata kama una watoto wako na wewe ni mfanyabiashara, unaweza ukakuta watoto wako wanasoma nje ya nchi au wanasoma hata hapa, wewe ukakuta wewe ni mkurugenzi wa taasisi yako, lakini ukajikuta haujawahi kumfundisha hata mtoto wako namna unavyoendesha taasisi yako. Au una duka mjini, wakati wa likizo unampa mtoto pesa ya kwenda tuition, haji kuangalia namna unavyouza lile duka lako. Angalia approach yako na Wahindi. Muhindi hasomi ili aajiriwe, anasoma ili aje kulinda pesa za familia. Watoto wako wewe unawasomesha ili wakajitegemee. Sawa, ni jambo zuri, lakini kama umetengeneza mfumo, kwa nini usiwaingize hao watoto wako kwenye mfumo? Ndio maana kitu pekee unachoweza kumsaidia mtoto wako kwenye maisha ya kwako sio kumpa pesa, ni kumuingiza kwenye mfumo atakaotumia kupata pesa. Kwa nini? Tumeshuhudia wanawake kwa wanaume wengi ambao walikuwa wametafuta mali nyingi na wakazipata, lakini walipofariki na wakaacha watoto wao, utashangaa zile mali wa watoto walioachiwa wakazigawana ovyo ovyo. Kwa nini? Hawajui mfumo uliopata zile mali. Lakini kama wangejua mfumo uliopata zile mali, na wao wangeingia kwenye ule mfumo ili waendelee kuzikuza zile mali. Kwa hiyo kutokumuonesha mtoto wako vyanzo vyako vya mapato ni kumtoa pia kwenye nafasi ya kiuchumi. Kwa nini haujamuonesha mfumo ambao huo mfumo umekubeba na ukasimama kama ulivyosimama leo? Nafasi. Sasa na nafasi inalindwa kiroho na inalindwa kimwili. Unafikiri kwa nini mtu anapofungua kampuni yake anatafuta security za kisheria, security za kiteknolojia? Kwa nini anailinda ile nafasi yake iwe salama, ile nafasi ya kampuni yake iwe salama? Sawa, ni jambo zuri na linatakiwa sana, lakini pia unapoweka security zako za kimwili, kumbuka kuweka pia na security za kiroho. Weka mipaka ya kiroho.
Baba mmoja aliniuliza siku moja, sitamsahau, ndo amesababisha nikajikuta napenda hata kuwekeza UTT. Akaniambia hivi, mwanaume anapokuwa na nguvu ni kama nguo mpya. Tumsifu Yesu Kristo. Ni kama nguo mpya. Nguo mpya huwa inapenda kuvaliwa, na ukivaa kila mtu anaweza akakusifia kwamba umevaa nguo nzuri. Alafu akaniambia hivi, mwanaume anapozeeka ni kama nguo iliyochakaa. Na ni kweli, wanaume wengi maisha yao waliyatoa kwa ajili ya wengine na wao wakajisahau. Hakuna mtu anayekumbuka sadaka ya mwanaume anapokuwa na nguvu. Akizeeka yule mwanaume, hakuna mtu anayekumbuka sadaka yake. Na kwa bahati mbaya, ikiwa wewe ni mwanaume umezeeka na hauna kitu chochote, hata kama ulifanya lolote ambalo ni jema familia yako iende, ukizeeka ukiwa hauna chochote, hakuna atakayekumbuka sadaka uliyoitoa zaidi ya kukumbuka jina lako. Watakuwa wanakumbuka tu anaitwa mzee fulani, watakuwa wanakumbuka tu anaitwa baba, lakini hawatakumbuka nafasi uliyoitoa au sadaka uliyoitoa ulipokuwa na nguvu. Mwanaume uliyeko humu, unapowekeza maisha kwa ajili ya wengine, kumbuka kuwekeza na maisha yako baadaye. Nguvu za miaka 35 sio nguvu za miaka 60. Nguvu za miaka 40 sio nguvu za miaka 70. Hebu ukiwa na miaka 40, linda miaka yako 70 inayokuja. Ukiwa na miaka 35, linda miaka yako 60 inayokuja kwa kuwekeza. Hali kadhalika na kwa kina mama vivyo hivyo. Duniani kote maskini hana heshima na haheshimiwi. Umewahi kuona wapi maskini anaheshimiwa? Nani humu ndani amewahi kumwona maskini anaheshimiwa? Nani amewahi kuona maskini anasikilizwa kwa umakini? Nini, hata kama ni mimi maskini akija, ukiwa bize ili usimkatisha tamaa, atakuwa anakuongelesha, unasema kumbe usikilizi chochote. Yeye anaendelea kuongea ili amalize uondoke. Lakini kama ni tajiri, utapea attention. Asemaje bosi? Jambo gani liko mjini jipya? Mchongo gani umetokea? Tumwabudu Yesu wa Ekaristi.